Leo ni siku ya nywila duniani. Kila siku tunajifunza tafsiri na maneno ya Kiswahili ambayo ni Kiswahili ambacho tunatakiwa kukitumia Kiswahili sanifu. Sasa siku ya nywila, nywila ni nini? Nywila. Nywila ni nini? Tutafahamu hapa na natamani tutumie neno hili kuanzia mwanzo hadi mwisho bila kutumia Kiingereza chake. Sasa kwa nini siku hii inaadhimishwa na ni kwa namna gani tunatumia hizi nywila kwenye maisha yetu ya kila siku? Umuhimu wake uko wapi katika matumizi ya hizi nywila? Tumemwalika hapa mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya TEHAMA, tukifahamu kama KICT, Merina Luambano. Karibu sana Merina. Asante sana Bwana. Merina, karibu. Asante sana Bwana Goodluck. Ukisikia TEHAMA, kinachonifurahisha ukisikia TEHAMA afu ukakutana na wanawake na mabinti wakiwa katika tasnia hii ya TEHAMA, inafurahisha zaidi. Inafurahisha zaidi Kabisa. Bwana Goodluck, hivyo mtabasamisha. Hongera sana Merina. Asante sana Goodluck. Vipi lakini kwenye TEHAMA huko watu wanasema kwamba kuna yani ni vitu ambavyo vinaonekana kama vitu vigumu hivi, unakuta wanawake ni wachache. Labda tuanzie hapo kabla tujaingia kwenye nywila. Mimi kwa uzoefu wangu mpaka hapa nilipofika naweza nikasema tu ni swala la mitazamo. Sidhani kama TEHAMA ni ngumu au labda inaleta shida kwa mtoto wa kike kusomea. Hapana, sisi tuko pale kwenye ndaki ya TEHAMA, tunapokea mabinti, tunapokea wavulana, lakini wote wako katika ubora ambao ni sawa. Yani wanawake wanaonyesha uwezo wao na wanaume pia wanaonyesha uwezo wao. Kwa hiyo watu wakipewa nafasi kila kitu kinawezekana. Twende kwenye nywila. Kabisa, kwenye nywila. Nywila ni nini Merina? Nywila tunasema ni kama ufunguo wa kidijitali kwa ajili ya kufungulia mifumo ya kidijitali. Kwa lugha rahisi unaweza tukasema nywila ni kama ufunguo wa nyumba. Kwamba unapotoka nyumbani kwako unafungua mlango na unafunga mlango na unaporudi nyumbani kwako unafungua mlango. Kwa maana yake ni ufunguo wa kidijitali ambao kwa ajili ya kuhifadhi au kuleta usiri kwenye vile vitu ambavyo vinafanyika. Kama vile kuleta ulinzi kwa lugha nyingine. Unalinda watu ambao hawatakiwi either wasione au wasiingie au wasipate access. Kwa hiyo Baraka umesema ndio tusitumie kabisa Kiingereza chake. Tutajitahidi. Lakini sasa umekiweka pale sasa. Mimi sijakiwekaje, mimi niko huko Goodluck. Kishawekwa pale. Yes, ila nywila ni password. Kwa lugha ya Kiingereza. Maana Merina ametupa tafsiri ambayo pengine inaweza kuwa inaendelea kumtafakarisha mtazamaji kwamba ufunguo wa kidigitali tunafungua nini huko kwenye sasa. Kwa ufafanuzi zaidi kuna mifumo, nadhani kuna mifumo mingi ambao watu wanatumia katika matumizi ya kila siku. Kuna mifumo ya kimtandao haya social medias, lakini pia kuna mifumo ya kitaasisi, lakini pia kuna majengo. Hata zile kadi tunazotumia kuingia kwenye majengo, zile nazo ni kama password, yani kwamba unaingia sehemu kwa ulinzi fulani kwamba umeruhusiwa kuingia au hujaruhusiwa. Safi kabisa. Sasa tuna aina gani hizo aina tofauti za nywila? Sasa kwenye nywila kuna aina tofauti na pia zinategemeana na tunasema magroup. Kwa mfano aina za nywila zinazotokana na mfumo, yani ile format. Tuna password, hii tunasema ni kama maneno ambao hiyo ndio iko common sana kwamba mtu anaingiza username then anaingiza ile namba pale chini ambayo inaweza ikawa ni maneno fulani yameunganishwa na herufi, yameunganishwa na alama. Lakini pia tuna zile ambazo ni kama pattern. Mfano ukiwa kwenye simu yako ya Android ile ambayo unachora. Lakini pia kuna pini, mfano unapoenda hiyo pattern ni kwenye simu za Android tu. Hata simu nyingine za Apple, yani kwenye computing device mbalimbali unaweza kuwekea nywila ambayo ni ya kuchora.
Yes, lakini pia kuna nywila ambazo ni za pin, inaandika namba, mfano kadi za benki ni tarakimu namba 24. Sasa hiyo ni kimuundo. Lakini pia tuna aina za nywila inayotokana na tuseme kidijitali, mifumo ya kidijitali. Mfano kuna nywila ambazo zinatumia nini tunaita biological feature, uso, fingerprint, alama za vidole, lakini pia maneno kama nilivyosema. Okay. Yes. Kwa ni kimuundo na ulinzi wa kidijitali ni wa namna gani? Wengine wanatumia mboni ya jicho. Yes. Wanatumia mboni ya jicho. Ili ufungue inabidi kama amelala, inabidi uinue jicho lake. Wale watu wanavizia kumtolesha mtu, yani ku unlock. Yes, sawa kabisa. Kwa hiyo anaweza akachukua mkono wako akabonyeza pale fingerprint. Akishafungua pale, mbaya zaidi ni kwamba anaanza kulia. Nini kinachomliza? Shida ninapoanzia. Lakini nywila is meant to be kwa mtu mmoja, ama unatakiwa at least mtu mwingine awe anaijua? Hapana, kikawaida au kikanuni nywila ni kitu ambacho ni binafsi, tunasema ni binafsi. Inaweza ikawa ni mfumo wa taarifa binafsi au labda ni mfumo wa kitaasisi. Najua kuna mifumo ya kitaasisi ambayo sio kwamba wewe peke yako ndio unatakiwa uwe unaweza kuingia na kufanya ile kazi. Kuna mwingine pia. Lakini utaratibu mzuri ni lazima kila mtu apewe nywila yake. Kwa sababu kimifumo kuna taarifa zinaingia, kuna taarifa zinatoka. Na tunapoweka ulinzi wa nywila kama vile tunatunza kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo ukisema watu wa share nywila, maana yake mwisho wa siku tatizo likitokea huwezi kujua ni nani. Hiyo ni kwenye mifumo ya kitaasisi ambayo tunaamini zaidi ya mtu mmoja anaweza kuingia. Lakini kwenye taarifa au mifumo binafsi, nywila bado inaendelea kubaki ni ya kwako, kwa sababu kuna usiri. Unaona, kuna ile mmetoka kuzungumzia mambo ya privacy. Yes, kuna watu kukuibia, kuna watu kuchukua picha zako kwenda kutumia vibaya. Kwa kuna sababu nyingi kwa nini kikanuni lazima nywila iwe ni ya mtu binafsi. Sasa kwa ujumla wasiwasi ambao upo Balkis ni kwamba ukiwa unaijua wewe mwenyewe, ukipata tatizo. Sasa hilo ni swali zuri sana. Swali zuri sana, good luck. Na hii imenikumbusha jambo moja ambalo nadhani waga ni mazoea ya kila siku. Nitakutolea mfano mzuri. Watu wanapofungua akaunti za mitandao ya kijamii, waga kuna kipengele cha kuwa na barua pepe. Umeona? Kwa hiyo utakuta mwingine hana barua pepe. Yaani zile njia, hatua za kupata access ya mfumo fulani zinamlazimisha kwamba uwe na kitu hiki, uwe na kitu hiki. Sasa kwa sababu mbalimbali mtu anaamua, ngoja nitumie barua pepe ya Balkis hapa. Umeona? Au ngoja nitumie namba ya simu ya good luck. Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba ile nywila haiko tayari salama kwako, kwa sababu siku utakapopoteza, mtu mwingine anaweza akapata taarifa zako au akapata nywila kwa niaba yako. Sasa Merina, kwa nini tunakuwa na hizi nywila? Ni usiri tu wa taarifa zetu binafsi au kuna jambo lingine ambalo linatufanya tutumie hizi nywila? Mbali na usiri, lakini pia kiusalama. Kuna usalama kwamba ni siri, ninaficha vitu vyangu, lakini usalama wa vitu vyangu uko vipi? Umeona? Kuna swala, kwa mfano nikitolea mfano wa taarifa za kibenki. Ndio. Yes, ninaficha salio, lakini usalama wa lile salio langu, watu wanaweza kufanya miamala. Kwa kuna swala la kiusalama. Lakini hata kwenye mifumo ya kitaasisi nywila ni muhimu, kwa sababu kuna taarifa either za nchi au za ile taasisi husika ambazo zinatakiwa zitolewe kutokana na mamlaka au kutokana na kuthibitishwa na mtu fulani. Kwa hiyo ikitokea mtu anapata kuingia kwenye ile mifumo, maana yake tena hamko salama. Na nadhani kuna mifano mingi sana tumeiona, watu wametempa mifumo ya serikali, wametoa zile usiku. Tayari siri ndio imefichuka, lakini usalama wa nchi ukoje, usalama wa taarifa ukoje, lakini hata usalama wako wewe binafsi, kwa sababu watu wanaweza kujua kumbe huyu waga anapata kiwango hiki cha pesa kwenye hii akaunti yake, au kumbe huyu kwenye hii akaunti yake ya mtandao wa kijamii waga anawasiliana na fulani. Ngoja, kumbe nikimfikia huyu mtu fulani ambaye anawasiliana naye, basi nimemfikia yeye. Kwa mbali na usiri, lakini pia ni kwa ajili ya usalama. Ndio maana tunasema ni ulinzi wa taarifa zako ili zisiweze kusababishia changamoto. Awali ulitutajia aina
kama 4 hivi za hizi nywila. Sasa ipi ambayo kwa mazingira ya kawaida sisi ambao tunatumia tu vifaa mfano kwenye simu zetu za mkononi, ipi ambayo ni haiwezi hata kudukuliwa? Nywila nzuri. Ile ambayo ni nzuri. Sawa, asante. Hilo ni swali zuri. Kwenye nywila kweli kuna nywila ambazo tunasema ni imara na kuna nywila ambazo ni dhaifu. Nadhani hiyo pia ni jambo la msingi sana la kusisitiza kwa umma. Tunashauriwa siku zote tunapokuwa tunatengeneza nywila zetu tuzifanye ziwe imara. Na kuna miundo ya kufanya nywila iwe imara, na ndio maana mifumo mingine tayari inakuwekea ule muundo kwamba ili upate nywila imara, weka herufi, changanya na namba, changanya na alama zile, kama ni alama ya kuuliza, alama ya mshangao au kwa hiyo naweza nikasema kwamba mara nyingi watu hilo hatulifahamu. Sana sana mifumo kama haitaweka hivyo vidhibiti vya kusema mtu ni lazima atengeneze nywila imara. Utakuta mtu anaamua kuchukua jina lake ameunganisha na mwaka wa kuzaliwa. Hiyo ni rahisi mtu kuja kuhisi. Ndio maana utakuta akaunti yangu imedukuliwa, akaunti yangu, sababu mtu ni rahisi kukisia. Lakini tunaweza tukafanya nywila iwe imara, maana yake lazima ufate hizo miundo ya kufanya nywila imara. Lakini katika hilo sasa kuna changamoto moja kwamba lazima tujiulize kwa nini watu wanaekaga nywila ambazo sio imara. Kuna mambo ya kusahau. Watu wanaogopa kusahau. Kwa utakuta mtu anasema ngoja nitumie jina la mtoto wangu niweke na mwaka wake wa kuzaliwa kwa sababu nitaweza kukumbuka. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, hata hii mifumo ya kielektroniki ilijua changamoto hii, na jinsi ambavyo walitatua, kuna kitu kinaitwaga password manager kama mmeshawahi kukisikia. Kiswahili chake maana yake ni manager ya nywila. Naweza nikasema hivyo. Sasa kwa ile password au manager nywila. Manager nywila. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye una mifumo mingi na siku zote umekuwa ukihakikisha unafuata zile kanuni za kuwa na password imara, kwa ili uweze kukumbuka unazitunza zile password na mifumo yake kwenye hiyo password manager, alafu unakuwa tu na password moja ya kuaccess ya kufikia ule mfumo unaokutunzia. Kwa hiyo unatakiwa kukumbuka password moja tu. Ukikumbuka hiyo maana yake umepata nyingine. Kwa hiyo pia ni katika namna ya kujaribu kuendelea kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na password nywila imara. Kuna mtu anakuwa na nywila sentensi. Hiyo pia. Baba ameenda akarudi. Alipofika shambani. Alilala kidogo. Hiyo ni nzuri. Hiyo ni nzuri. Ndio atoa password dakika 3. Kazi. Na hivi kuna haja kwa mfano ukiwa na simu, unajua kuna mtu mwingine bana ana hiyo ya ku-unlock hiyo home screen. Ana akiingia kwenye kila application kuna nywila yake. Kuna nywila. Sasa message kawaida. Message za kawaida na yenyewe ina nywila. Is it appropriate? Yani mbona kama inakuwa kama unajipa mzigo mkubwa wa kuanza na siku hizi app ambayo inawekewa sana nywila ni photo au gallery. Gallery inawekewa sana password. Kwa nini? Nadhani matukio ambayo watu wamekutana nayo, either wao wenyewe au maybe watu wa karibu au watu tunaowafahamu, labda watu mashuhuri. Nadhani imekuwa ni funzo kwamba dunia inaweza kufika ikakufikisha wapi mambo ya kuvuja. Mambo ya kuvuja. Kwa hiyo nadhani ni mafunzo ambayo watu wanayapata kutokana na vitu vinavyotokea. Lakini kama mtaalamu unashauri mtu kufanya hivyo, ni kuwa unlock kila application? Kama una uwezo wa kuja kukumbuka, nadhani ni kitu kizuri, naweza nikasema ni kitu kizuri. Tumeona hali nyingi za watu kuibiwa. Mfano simu yako ikiibiwa leo, kama wewe umeweka nywila tu sehemu moja, maana yake sehemu nyingine zote mtu anaweza kuzifikia. Umeona, una application ya WhatsApp, mtu ataingia. Kuna mifano ambayo imetokea ya hivyo. Lakini kuna namna ambavyo unaweza ukamshirikisha mkeo au mumeo kwamba nywila yangu ndio hii, nywila yangu ndio hii. Sasa tunaweza kushare kuanzia hapa. Nadhani kisheria, kwa uelewa wangu mdogo upande sasa wa kisheria na nini, ninajua kwamba na nilishawahi kusoma, wanasema si sahihi. Of course, yani
taarifa binafsi ni za mtu binafsi. Okay. Hazihusiani na mambo ya huyu ni mwenza, huyu ni nani. Yes, yeah. Kwa hata mwenza wako si aushauri mwenza ashike simu na kuanza kuingia kwenye simu ya mwenza wake. Ni kweli kabisa. Kuna watu simu zao ndo ofisi zao. Na ofisi inakutambua wewe. Yeah. Haitambui mwenza. Likitokea la kutokea, maana yake tayari hilo inakuwa ni changamoto. Kuna siri kule za ofisi. Kuna siri za ofisi. Yeah. Na kuna mikataba umesaini kwamba siri za ofisi zitabaki wewe kama mtumishi. Hazitambui kuna mwenza, hazitambui kuna mtoto. Kwa hiyo nadhani mimi nafikiri mtaalamu amelielezea vizuri. Mimi naomba arudie kidogo. Hapo mimi naomba aliweke vizuri zaidi, kwa sababu kuna mtu pale nyumbani anamtazama Goodluck sasa hivi na alikuwa anaulizia nywila ya Goodluck, hii ni wiki ya 6 sasa. Sasa inabidi afahamu. Ni kweli. Kwa kweli nywila ni kitu ambacho ni cha mtu binafsi kama tumeweza kuongea mwanzo. Kwa hiyo haishauriwi kwamba wewe nywila yako mtu mwingine naye aifahamu. Kama tulivyosema, mifumo hii muda mwingine ni ya taarifa binafsi, lakini pia ni ya taasisi ambazo tunafanyia kazi. Kwa hiyo kuna siri za taasisi, kuna mambo ya kiofisi, kwa sababu kuna kuingiza taarifa, kuna kutoa taarifa. Je, utakapopata ile access, je, taarifa za taasisi zitabaki kuwa salama? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni ya kuzingatia sana, na sishauri kwamba wenza wa nyumbani tuwe wagumu katika kuhakikisha nataka nijue jinsi ya kuingia kwenye kompyuta ofisini ya mume wangu. Hapana, sidhani kama hiyo ni sawa. Hata kisheria naamini haijakaa hivyo. Haijakaa sawa. Sasa nini ambacho kinafanya huku kwenye jamii watu wasielewe? Ina maana jamii unavyohisi Merina haina uelewa kabisa kuhusu kwamba hizi password tunatumia kwa ajili ya mtu binafsi. Naweza kukubaliana na wewe kwamba kweli jamii kwa asilimia kubwa hazina uelewa. Yes, kuna watu inawezekana majumbani wanashindana, au kuna mwingine anaweza pia asiweke msisitizo kwenye hilo, akanagawa tu nywila yake, mtoto wangu nenda akachukua hiki, kanitolee hizo hela benki, chukua hii simu, ingia tuma WhatsApp. Nadhani mifano tumeiona. Kuna vitendo vya kihalifu vinatokea, mtu anakuja anambia nataka nikutengeneze line, hebu ingiza hapa nywila yako, hebu nitajie nywila yako. Kwa hiyo jamii nadhani bado haijapata uelewa wa kutosha umuhimu wa nywila bado. Kwa hiyo nadhani TCRA ni mamlaka ambayo inahusika sana kwa upande huo, lakini hata jeshi la polisi, kwa sababu mwisho wa siku yale madhara uwaga ni tunasema ni matendo ya kihalifu ambao polisi nao wanaingia kati. Kwa hiyo TCRA, polisi ni watu ambao nadhani bado wanahitaji kutengeneza avenue za kuweza kuwaelewesha watu, jamii ielewe kwamba nywila zina umuhimu gani na mtu anatakiwa atunze vipi nywila zake, za mifumo binafsi, lakini hata mifumo ya kitaasisi au ya makampuni ambao wanafanyia kazi. Lakini hapo pia ningependa usisitize kuhusiana na sasa hivi unajua watu wana digital exposure kubwa na wengine ni wataalamu sana. Kwa hiyo wengine wanatumia wataalamu ambavyo sivyo, wengine wanaingilia mifumo ya watu, wanadukua taarifa za watu. Sasa jinsi ya kukabiliana na hiyo threat ambayo ipo actually sasa hivi dunia inatuweza kukata. Sawa kabisa. Yes, kwenye kukabiliana na hilo, njia ya kwanza ni ile ya kutengeneza nywila imara, lakini pia njia ya pili ni kuhakikisha tunabadilisha nywila za mifumo yetu mara kwa mara. Kwa sababu hiyo pia itaweka ugumu kwa wale watu wanataka kuweza kuhaki mifumo. Kiwa tuna password moja, yani na pia kuna zile indication kwamba ukishapata notification kwamba kuna mtu anataka hata kama ni makosa ya kimtandao ya kutumia email, lakini hebu ichukulie ile kama nini, kama ishara fulani ya kuchukua tahadhari kwamba badilisha, mbona kama inaonekana kuna mtu anachezea mwanko. Kuna hiyo kuhakikisha kwamba tunatengeneza nywila imara, lakini tunazibadili kadri tunavyoweza katika kuhakikisha kwamba ni kama vile kuiupdate. Yes. Sasa tuongelee sehemu za kupata internet ya bure
free wifi. Na tunajua tunapenda vitu vya bure. Ni kweli? Ukienda kwenye nyumba za kupumzika wageni, ukienda kwenye restaurant. Umetufikia. Unauliza mhudumu, naomba password ya ya wifi. Kuna hoja imekutolewa kwenye vyombo vya usafiri. Kuna hoja imekutolewa kwamba security ya maeneo kama haya, hasa kuhusu taarifa zako, inakuwa ndogo. Ni kweli si kweli? Ukweli unaweza ukawepo kwa sababu wewe unavyojiconnect kule kwenye ile free wifi ni kwamba kule lazima itasoma ile device yako. Sasa kuna wengine utakuta majina yale device zao namna walivyozitaja zinataja kabisa good luck phone. Umeona? Kwa shida inakuwa inaanzia hapo. Yes, kwa hiyo waga pia si salama sana, lakini bado waga tunasemaga kwenye hii mifumo ya kidijitali kuna njia nyingi ya kuweka ulinzi. Mfano hapa kuna mambo ya firewall, unapokuja swala sasa la internet. Kuna mambo ya firewall kwa ajili ya kuprotect ile device ambayo ina connect watu, lakini na zile device ambazo ziko connected. Lakini still bado zile nini binafsi, yani hatua binafsi za wewe unajiprotect vipi, unajilinda vipi, nazo pia zinahitajika. Sasa wewe unajilinda vipi? Kwa mfano wewe si sehemu umeenda kwenye public, kuna internet, Balkis amejiunga, yule amejiunga, na wewe umejiunga umomo, wewe unajilinda vipi? Mimi kwa mfano mzuri, mimi simu yangu haina jina langu. Hata mimi hapa nikijiconnect unaweza kuuliza huyu ni nani? Yes. Kwa hiyo haushauri mtu aweke jina lake. Sijajua kama mwingine ataiona ni sawa, lakini mimi naona inaweza kwa namna fulani inapunguza ile kukutambua kwamba okay, hii ni Balkis computer. Inawezekana mtu akakufuatilia kupitia wewe kujiconnect kwenye public internet. Sasa inawezekana kabisa. Na anaweza kuaccess vitu gani? Sasa hapo itategemea kwa sababu kumbuka wale wanaotoa zile au wanaosave zile internet wao nakumbuka ndo wana access na vile vifaa. Kwao ni kuanzia kwao, lakini pia kuanzia kwa mtaalamu ambaye naye anaweza akapata access ya kile kifaa ambacho kinatoa wifi. Mfano router ambayo inatoa au maybe kama ni switch ni saver kwa hiyo kuna namna nyingi, lakini mwisho wa siku waga ndo kama tunavyosema ni professionalism waga inahitajika. Kwa sababu kama wewe ndo umepewa mamlaka ya kumonitor au kumanage kile kifaa ambacho kinatoa wifi, maana yake tayari kwenye profession yako uweze kuwa curious, uanze hebu kuna fulani ameconnect hivi, uanze tena hapo process nyingine. Huyu ni nani hivyo, yani unakuwa sasa, yani wewe unaona kama sasa ni jambo la kihalifu unataka kulifanya kama ambavyo mhalifu mwingine atafanya nje. Sasa endapo labda taarifa zangu zimedukuliwa na nimetumia wifi mfano ya eneo fulani hotelini au chombo cha usafiri, hapo naweza kuwa salama kwa namna ambayo labda naweza kwenda kuwashtaki kwa sababu nimetumia kifaa chao na labda nina uhakika kuwa ndo eneo pekee ambalo nilitumia wifi yao. Sasa kwa sababu unaponya swala la kudukuliwa, inawezekana wifi yao ni chanzo, lakini pia inawezekana ni mambo mengine. Kwa hiyo hapo ina maana kitaalam zaidi inaweza isiwe rahisi ukawa na backup ya kusema kwamba mimi taarifa zangu zimedukuliwa hapa. Kwa sababu kama ni kifaa cha kielektroniki kina mifumo mingi ndani yake, kuna emails, inawezekana pia umeingia kwenye email yako wewe, kuna zile tunaziita spam. Umekuja mtu fanya hivi umefanya. Umeona? Kwa hiyo tunasema loopholes nyingi za kudukuliwa. Sasa huwezi ni mpaka udhibitishe kwamba mimi nimedukuliwa kutoka kwenye mtiririko. Kwa hiyo ni swala tu la kuripoti, then wataalam sasa ndio wana uwezo wa kujua. Hivi kuna watu wamesomea hizo kazi. Kuna dalili zozote za kuangalia, yani kwa mfano unavyoenda sehemu unataka kujiunga na wifi ya hiyo sehemu, kuna indicators, kuna viashiria vyote vya kuashiria kwamba hiyo internet sio salama? Yani kuna vitu ukiviona unaweza ukawa na doubt, kwa sababu hiyo inakuwa shida kubwa sana kwa watu wanaotumia wifi za kwenye public. Yani anakuwa haelewi, ajui. Ni kweli. Viashiria waga vipo. Kwa mfano waga kuna site ukiingiaga kompyuta yako kama kuna baadhi ya software zina uwezo kukwambia kwamba hii maybe sehemu au URL unataka kuitumia ina changamoto ya kiusalama. Unataka kuendelea. Kwa ni kama kuna warnings zinakujaga, mara nyingi waga tunaziignore, lakini
zina madhara yake kwa muda mwingine, japokuwa sio muda wote, lakini zina madhara yake. Kuna sehemu nyingine ukienda una connect unashangaa ime connect automatically. So na hujawahi kufika pale. Sasa inatokea hiyo. Inakuwa unajiuliza inakuwaje? Hiyo ni mpya. Sasa inawezekana pia ni setting ambazo umezifanya, unasema kwamba wewe connect tu kwenye ni free wifi. Twende kazi. Sasa hiyo sidhani kama pia ni salama sana. Sawa, mwenzetu David Wakarungi yuko mtaani, atatuambia yuko eneo gani, lakini anapata wasaa na yeye wa kuzungumza na wananchi. Wananchi watuambie wanatumia nywila kwenye simu zao au kwenye vifaa vyao mbalimbali, na wanadhani kwa nini wanatumia nywila hizo. David Wakarungi, karibu. Na hapa nilipo ni Riverside jijini Dar es Salaam, na niko na ndugu yangu hapa, tujue yeye anatumia hiyo password ama nywila. Habari wakati huu? Mzuri. Unaitwa nani ndugu? Kwa jina naitwa Philbert Lunemo. Philbert, wewe simu yako iko wapi ndugu yangu? Simu kwa phone yako. Bora cheka. Usijali, lakini umeweka nywila ama password? Nimeweka password. Kwa nini? Naweka kwa sababu ya ulinzi wa mambo yangu mimi. Yaani kwenye simu yangu inakuwa ina ulinzi. Hata kiasi kwamba nikidondosha najua mtu kuitumia mpaka atumie kazi kuitoa password. Ndio. Na familia yako inafahamu password yako? Mke wangu huwa anafahamu, ila huwa anasahau, ila mtoto wangu huwa anasahau. Mtoto wangu huwa anasahau, ila mke wangu mara nyingi huwa anasahau. Lakini simu, yani password inapaswa kuwa swala binafsi ya simu. Kwa nini familia inafahamu? Huwa lazima ajue, kwa sababu yani kwa mfano umeme mimi ananunua, mtoto mwingine nimelala mke wangu ananunua, au kingamuzi Azam imeisha mke wangu anakinunua, mimi nakuwa pengine nimechoka, kwa nikiwa nimelala mimi simu anampa tu aifanyie, kwa sababu sinakuwa najiamini kwa haina tatizo lolote. Studio wanatuambia wanaojiamini ndio wanashirikisha wengine password. Umewahi kuisahau password yako? Sijawahi. Leo kuisahau. Kwa hiyo unaweka password ambayo ni rahisi wewe kuikumbuka. Ndio. Na umeweka labda namba za dharura, ikitokea kuna dharura huko sehemu na watu hawajui password yako? Au hiyo haufahamu? Yes. Basi tutaelekezana. Tumsikie na ndugu yetu mwingine hapa. Habari ya wakati huu? Salama tu. Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Magesa William Wangwa. Ndio. Magesa, wewe umeweka nywila ama password kwenye simu yako? Simu yangu nimeweka password. Kwa nini umeweka password? Nimeweka password kwa sababu ya usalama wa simu yangu, afu na pili kuprotect, kwa sababu kuna mambo yangu mengine ya siri. Sasa haipaswi mtu mwingine kufahamu. Ni ilitokea tu ukaamua tu ninaweka password, au kuna kitu kilitokea ukasema sasa naamua kuweka password? Kuna kitu kilitokea. Mara kwanza nilikuwa sijaweka password, lakini kuna wadogo zangu walikuwa wanachukua simu wanaangalia. Sasa kuna vitu vingine wanaangalia au wanaingia kwenye songesha, wanakopa vocha, wanachukua hela kwenye simu. Sasa password ni kitu kizuri sana katika maisha mwangu. Nimejifunza kwa ajili ya kuweka password inanilinda hata mimi mwenyewe. Kuna vile vitu vya muhimu haipaswi mtu mwingine kuvijua. Vipi kwa upande wa watu wengine kufahamu nywila yako? Pengine kama mke kama yupo ama watoto na vitu kama hivyo? Hapana. Password ni mali yangu mimi. Haipaswi mtu mwingine kujua. Kama mtu akitaka kujua basi hataomba simu, nitamtolea nywila ili aendelee kukiangalia kile anachokihitaji. Kwa hiyo kwa upande wa nyumbani mke ajui password yangu? Ajui password yangu. Haileti mchaka ugomvi? Haileti ugomvi. Na yeye mwenyewe simu yake hivyo. Maana simu ni mali ya mtu. Simu ni tuseme ni mali ya muhusika. Umeona? Shukrani sana. Asante. Tumsikie na mzee wetu hapa. Habari ya wakati huu? Salama. Waitwa nani? Inaitwa Laurent Moses Sanga. Laurent, wewe umeweka password? Password ninayo. Ndio. Kwa nini umeweka? Nimeweka kwa faida yangu na vile kwa faida ya familia yangu. Ndio. Kuna mwingine anayejua password yako? Anayejua password yangu ni mwanangu pamoja na mke wangu. Kwa nini mwanao na mke wako wafahamu password wakati simu ni yako? Ni lazima wafahamu kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa. La hasa naweza nikadondosha simu wakapata muda wa kurenew line, kama kulikuwa na chochote kidogo wana uwezo wa kukitoa.
Asante sana. Nashukuru sana. Bila shaka tumeweza kusikia maoni mseto hapa, angalau unaweza kuona kuna ambao wako radhi mke na watoto wafahamu password, wengine hawako radhi, wao ndo wanapaswa kufahamu tu. Pengine hapo studio inaweza ikajibiwa zaidi. Mimi ni David Wakarungi kutoka hapa Riverside Ubungo jijini Dar es Salaam. Asante sana David Wakarungi, na tumepata kuwasikia Tanzania wakiwa wanazungumzia umuhimu ambao wao wanauona wa kuwa na nywila. Merina, tunakushukuru sana. Asante sana. Na tumepata pia kuwasikia Tanzania kile ambacho wamekizungumza. Neno moja la kumalizia. Neno moja la kumalizia, mimi labda tu niweze kuweka msisitizo kwamba nywila ni swala binafsi. Nadhani tumesikia wananchi na wametoa pointi nzuri sana. Kwa nini mwingine amewapa watu wake wa karibu na kwa nini mwingine hajawapa, lakini tuzidi kuelimishana kwamba password ni kitu binafsi, na hata kama ukisahau zipo taratibu za kuweza kuitambua, au hata kama wewe leo upo kesho haupo, zipo taratibu ya kufikia mifumo yako. Sasa tunakushukuru sana. Ni mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndaki ya TEHAMA, Merina Lwambano, na tumezungumza kuangazia zaidi hii leo ni siku ya nywila ama password. Tupate habari kwa sasa.